Hii ni muhimu kweli kweli. Hatutapokea nauli ya mtu kama hauna passport na kama hauna yellow fever card. Kama unahitaji kupata kadi ya yellow fever, unaweza ukatupigia tukakwambia wapi unaweza kupata. Lakini kwa haraka tu, ukienda hospitali ya Mnazi Mmoja, ukifika pale unapima, unafuata procedure zote, unapata kadi yako na wewe unakuwa sehemu ya safari yetu ya kwenda Malawi. Kwa wale ambao watakuwa wako mbali, mtu pengine yuko zake na Chingwea huko na anataka hii safari, anaweza akashindwa kuja hapa ofisini physically. Unaweza ukatupigia kwa nambari ya simu, ukalipa nauli yako, ukatuma kopi ya passport yako pamoja na kopi ya yellow fever yako. Kwenye huu upande, wakati nasubiri namba, kwenye huu upande wa yellow fever, tujitahidi kila mmoja achukue yellow fever yake kutokea hapa Dar es Salaam, kwa sababu ukitegemea kwenda kupata pale mpakani, unaweza ukabaruzwa ukajikuta unapoteza fedha nyingi. Hayo ni maandalizi kwa upande wa Dar es Salaam. Wenzetu wa Mbeya na wenyewe vile wanafanya maandalizi ya kuungana nasi kuelekea katika safari yetu hii ya kwenda Malawi. Mpaka sasa nimeshapokea orodha ya wanasimba wasiopungua 70 ambao wanapatikana wilaya ya Kyela kwenye matawi ya Simba ya Kyela, ambao wameshaanza wao kujikusanya kwa nauli ya shilingi 130,030 kwa ajili ya kuelekea Malawi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote wa Mbeya, wao ndio wenyeji wetu kwenye safari hii. Tunategemea wao ndio watakuwa wengi zaidi kwenye safari hii. Kwa hiyo wilaya zote za Mbeya, kuanzia Songwe, Tunduma yote ile kurudi hivi, kuja mpaka Mbeya mjini, kwenda mpaka Makongolos, Chunya, kuja mpaka Kyela kwenyewe, wanasimba wote wa mkoa wa Mbeya, tarehe 4 tukutane mpakani pale, tukutane mpakani kwa ajili ya kuvuka pamoja kuelekea Lilongwe kwenye mchezo wetu huu. Tunategemea mkoa wa Mbeya ndio utatoa idadi kubwa ya mashabiki, kwa sababu wao ndio majirani zetu na wao ndio tunawategemea waende wakatusaidie kutafsiri wakati wa Malawi watapokuwa wanazungumza na sisi kwa kilugha chao, kwa sababu Wanyakyusa na Wamalawi wanaelewana kidogo. Kwa hiyo tukiwa na Wanyakyusa wengi kwenye safari hii, hakuna Malawi ambaye anaweza akatutukana. Akitukana unamwambia Mwakalobo amesemaje huyo? Amesema 1 2 3. Kwa hiyo kama mtusi maana yake unaruka naye hapo. Kwa hiyo tunategemea tapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa watu wa Mbeya pamoja na Iringa yake kwa ujumla kwenye safari hii ya kwenda kumshuhudia mnyama akianza vema kampeni yake ya kwenda hatua ya makundi na hatimaye nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Angalizo la muhimu, tukifika pale boda tuache ujuaji na tuache kuzagazagaa hovyo. Tukifika pale boda, focus yetu ya msingi ni kuvuka kuelekea upande wa pili. Mara nyingi tukifika boda pale watu wanasambana, kila mtu anakula mtani. Inatupa wakati mgumu kwenye kujikusanya pamoja ili tuvuke kwa pamoja tuingie upande wa pili. Kwa safari hii tukifika boda kwa utaratibu wa kueleweka, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshakula Kyela, tumeshaoga Kyela, tuko safi, tumependeza. Maana yake ni kwamba tukifika boda shughuli yetu ni moja tu, kuvuka kuingia upande wa pili. Pale boda kuna harakati za kuchange fedha na zenyewe tuwe makini. Kuna watu huwa wanapigwa sana pale. Kabla ya kuchange fedha, hakikisha kwamba umepata taarifa ya kutosha kuhusiana na money exchange. Usije ukachange fedha ukatoa hela nyingi ukapewa hela kidogo. Wajanja wengi pale boda. Kwa ni vema ukafika ukatuliza akili. Kama kuna taasisi ya kifedha pale, ukaenda ukachange fedha zako, ukaingia Malawi ukiwa uko clean, haujatapeliwa na wala haujaibiwa.
Kwa wale wote ambao wanahitaji kuungana nasi kwenye hii safari na ratiba za makazini ama za safari zinawabana kuja kuleta nauli zao hapa, wanaweza wakapiga simu na muhimu ni kwamba hatupokei order, tunapokea fedha, tunapokea yellow fever, tunapokea passport. So upige simu niwekee siti mbili, hatupokei order, tunapokea fedha iliyonyooka. Tunaanza na basi la kwanza ambalo ni basi la Simba Sports Club. Likijaa tunakodi mabasi mengine, tusikose walau mabasi matatu ili twende tukaizamishe Malawi. Kwa hiyo nambari ya simu ya kupiga na kulipa fedha yako ni 0742 771 311. Narudia 0742 771 311. Hiyo ni nambari ya simu ya mkononi ambayo unaweza ukapiga ukalipa fedha zako na jina litatoka Simba Sports Club. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni, kama kuna maswali basi niruhusu, lakini niwakaribishe nanyi ndugu zangu waandishi wa habari, twendeni Malawi. Na mwaka mzima umekaa Dar es Salaam au mwaka mzima umekaa Tanzania, tutoke kidogo, twendeni Malawi. Hata Malawi inawashinda wanangu, twendeni Malawi. Sababu Malawi ni Mbeya ya zamani, twendeni Malawi. Sawa bana? Mwambie bosi wako mpenja, twende Malawi. Kila siku tu Tabata bima. Safari hii unakwenda Malawi. Sawa bana? Jadu sina wasiwasi naye, sababu yeye ndio boss. Yeye anajilipia tu mwenyewe, anakwenda Malawi, hana shida. Globo sina shida naye, yule Sariari anatoa tu hela ya kwenda Malawi. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu. Swali? Kaina wewe nitakulipia. Nitakulipia nauli ya Malawi. Kila kitu. Hadi kulala. Swali wanangu. Ndio. Meja Jenerali Samuyo ni ngome yetu ya ushindi. Ndio maana tumechagua kwenda Meja Jenerali Samuyo. Panapokupa amani ndipo unapopachagua. Kwa kama msimu uliopita tumecheza pale zaidi ya mechi 10 na tumepata sare 2 tu, maana yake ni kwamba hii sehemu sisi kwetu wana Simba ni sehemu salama kweli kweli. Kwa hiyo tumechagua sehemu salama ambayo inaweza ikatusaidia kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu, ambayo ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Msimu uliopita Meja Jenerali Samuyo imetupa ubingwa wa kombe la CRDB. Kwa mwaka huu tukasema acha tukachukue na ubingwa wa NBC. Ndiyo Tima Sikilo. Hivi nyinyi mliona tangazo la uhuru kuna nini Hamjaliona? Kufungiwa. Mmeliona? Waelewa hivyo. Elewa hivyo. Tukutane Samuyo mbali ndio unyama kule. Pia mwalimu kocha mkuu alishawahi kwenye interview zake kuzungumzia kwamba ule uwanja pale kidogo ulikuwa una changamoto. Sasa sijui labda mmeamua tu kwenda naye hivyo pamoja na kwamba kuna wakati haumridhishi au mmeshakaa mkasolve baadhi ya hizo changamoto. Sijajua kwenye mrengo gani, lakini unapozungumzia viwanja bora vilivyopo Tanzania vyenye nyasi asilia, cha kwanza ni Benjamin Mkapa, cha pili ni Mo Simba Arena, cha tatu ni Meja Jenerali Isamuyo. Kitu pekee ambacho kinafanya sisi tusichezee
mechi zetu Mo Simba Arena ni majukwaa tu, lakini unapozungumzia pitch, ukitoa Benjamin Mkapa, the second one ni Mo Simba Arena. Baada ya Mo Simba Arena, cha tatu kinachofuata kwa ubora, Mungu wangu, cha tatu kinachofuata kwa ubora ni Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa ni sehemu salama kweli kweli ya sisi kuchezea mechi zetu pale, lakini inawezekana hizo changamoto zilikuwa msimu uliopita. Msimu huu Meja Jenerali Isamuhyo kuna improvement ya kiwango cha juu mno. Unajua ni uwanja ambao utatumika pia hata kwenye AFCON. Kwa ni uwanja ambao unatazamwa kwa jicho kubwa, ni uwanja ambao upo kwenye maandalizi makubwa, na hiyo ndio sehemu sahihi kwa Simba Sports Club kwenda kuutumia kwa ajili ya mechi zetu. Kwa hiyo kama kulikuwa na changamoto, basi ni msimu uliokwisha, na sasa hivi Meja Jenerali Isamuhyo una improvement ya kiwango cha hali. Hata sehemu ya waandishi kukaa hivi sasa tayari mmeshawekewa sehemu yenu ya kukaa. Mkifika pale mnakaa sehemu nzuri na kingwa ampati tena jua, mnakaa kwenye masofa safi, mnaangalia mechi. Kuna sehemu ya kuchaji, kuna kafriji tutawekea pale, mtakuwa mnapata juice za mtaenjoy sana Meja Isamuhyo. Karibuni sana jamani. Bana mpaka ulize. Taarifa za baadhi ya majeraha ndani ya kikosi unaweza kutuambia, lakini pia tamani kufahamu sana status ya mchezaji Alassane Kante. Taarifa kuhusiana na majeruhi ambayo tulikuwa nao currently alikuwa ni Jibril Kasali Tanja, nina mlango huyu ambaye aliumia kwenye mechi dhidi ya Kagera na akaokosa mchezo wa Pamba na Singida. Taarifa njema ni kwamba kwa sasa anaendelea vizuri sana. Nasubiri ripoti tu ya mwisho ya madaktari itatueleza vipi kuhusiana na status yake. Awali tueleza kwamba matibabu yake hayahitaji operation wala hayahitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi punde Kasali atarejea kwenye majukumu yake, na matibabu yake ni ya kutumia dawa tu na wala hayahitaji operation. Majeruhi mengine alikuwa ni Nixon Kibabage ambaye na yeye anaendelea vizuri sana, amesha improve pakubwa, na leo anarejea tena katika uwanja wa mazoezi. Hadi kufika tarehe 25-26 tutakuwa na update sahihi kuhusiana na Kibabage. Mwingine ni Yusuf Kagoma, naye vile vile alipata changamoto kabla ya mechi yetu dhidi ya Singida, lakini anaendelea vizuri. Mechi dhidi ya Singida angeweza kucheza, lakini madaktari wakasema ili kumpata kwa ukamilifu wa mechi zijazo ni vyema mechi hii akapumzika. Kwa hiyo naye vile vile hakucheza mechi ile ili kumpa muda wa kupumzika na kurecover kwa matumizi ya hapo baadaye. Kwa hiyo ndio hali ya majeruhi ya wachezaji wetu mpaka muda huu. Alassane Kante bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wangu kitu gani kinaendelea. Bado ni mchezaji wetu, tuna mkataba naye. Nini kinaendelea baina yake na Simba Sports Club? Nitakapopata taarifa mpya, pengine tukiwa njiani kuelekea Malawi au kabla ya kuelekea Malawi, nitakuwa na taarifa kuhusiana na Alassane Kante na nitakuja kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari. Tima Sikiru nje kidogo ya wapi sasa? Ndio. Labda kwa upande wa klabu yenu kwenye michezo ambayo imecheza mpaka sasa hivi, ni kwa namna gani mnaona kuna mabadiliko na namna gani ambayo mmeipokea kwamba kuna mabadiliko chanya mnayaona kupitia hicho kifaa ambacho kinatumika hapo, hiyo teknolojia, au vipi? Au ni yale kwa sababu tumeona pia wana Simba tayari walishaanza kublame kwamba kama haiwapendi. Ni ruhusu nisijibu kama unanipenda.
Sawa Tima. Lakini nadhani pengine itakuwa na mwendo mzuri kwa kutamatika kwa ligi yetu kwa namna ambavyo tumeanza nayo. Inaweza ikawa. Kuna haja kama klabu kupewa labda elimu yoyote kuhusiana na teknolojia hii ama mnafahamu? Unajua kanuni, labda niwaambie, kanuni haituruhusu kiongozi afisa kuzungumzia kuhusiana na hayo maamuzi. Kwa hiyo ndio maana nasema kama unanipenda naomba nisijibu hilo swali. Sina nikatoa maoni ama nikatoa ya moyoni afu kesho na kesho kutwa sielewe, lakini kuhusiana na elimu tunaitoa na tunaendelea kuitoa kwa wachezaji, benchi la ufundi, namna gani ya kuishi kwenye mfumo huu wa teknolojia. Kitu chochote kipya kinapoingia kwenye jamii lazima hicho kitu kitolewe elimu ili kuweza kuishi kwenye hicho kitu kipya. Kwa hiyo kwenye football yetu hivi sasa kuna kitu kipya kimeingia ambayo ni video support. Sasa haiwezi kuwa kama mwaka jana au mwaka juzi. Lazima tupeane elimu namna gani ya kuishi kwenye hii teknolojia ili kwanza isitudhuru, lakini pili iweze kutunufaisha. Kwa hiyo tunatoa hiyo elimu kwa wachezaji mazoezini, tunazungumza nao kabla ya mechi, tunazungumza nao na tunakuwa na video review ya kwamba hiki kimetokea na tukaadhibiwa kwa sababu ya hiki ama tukanufaika kwa sababu ya uwepo wa hiki. Kwa hiyo wakati mwingine tuweze kujepusha. Kwa hiyo tunazungumza sana na wachezaji wetu namna gani ya kuweza kuishi tukiwa chini ya teknolojia mpya ya video support. Asante. Sababu nilikuwa natamani kufahamu toka mmeanza ile michezo mitatu hadi nyekundu 3. Sasa kama klabu imechukua hatua gani kuhakikisha kwamba mnakwenda ndio kuzungumza na wachezaji, maana sio kawaida. Inawezekana pia kuna mechi zinaendelea kutokea haya. Ilikuwa imeleta tafarumu kwa mashabiki pia wanazungumzia sana hii hali. Wanaelewa tofauti. Sasa nyinyi mtatuharibia shule. Haya tunzeni kwanza. Alafu tutakuja kuulizana wakati mwingine. Ndio bwana sisi tumeelewana vizuri. Tuna muda mwingi wa kuzungumzia. Hapo kwanza sasa hizi watu wacho wajue kwanza kuhusiana na Meja Jenerali Samuyo na nauli ya kwenda Malawi.